Na mtazamaji wa Mwangi TV bana, kama unataka kupata eneo lililotulia, eneo la kupumzika, nimekwambia ni Terrace. Unapokuwa hapa Tabora, kama uko nje ya mkoa, ukifika mkoa wa Tabora, basi tafuta Terrace kwa muda yako ya jioni. Umetoka kazini, unataka kupumzisha akili yako na familia, basi fika hapa kwa burudani mbalimbali, kwa vinywaji mbalimbali, ama kwa michezo, wale wanapenda kucheza michezo hapa na pale, basi ukifika Terrace, burudani zote hizo utazipata kwa uzuri kabisa. Na Felix bana, kuna jambo lingine ambalo tunatamani tulisikie bana, la IDU, maana yake kuja kumteua na mwenyekiti kwa maana ya Lissu kwa makamu mwenyekiti kama sikosei, si ndio? Ukiangalia na hizi tuma ambazo zimekuwa zikimkumba toka tawala na tawala, na hiki kitu ambacho amekuja kuteuliwa ni chama kitu cha kidemokrasia, pengine hiki kitu kwa Tanzania labda unaweza kuwasaidia kuwafafanulia kama tunapoitamka IDU toka tunamaanisha nini na kwa nini imeamua kumpa Lissu hiki kitu, ili alikuwa kuna tuma zinakuwa zinakuja zinatoka, lakini mpaka sasa tunasema ni mtuhumiwa, sio mshtakiwa. Okay. Nikushukuru. Kwanza nianze na IDU yenyewe. Tunapozungumzia IDU tunazungumzia International Democratic Union. Ni umoja au ushirikiano wa vyama vya kidemokrasia duniani. Na sio vyama tu vya kidemokrasia, wanasema ni vyama vyenye mlengo wa kati kulia wa kisiasa vya kidunia. Umoja huu ulianzishwa mwaka 1983 na una jumla ya wanachama nchi 84 duniani kote. Kwa hiyo hivi vyama viliungana ili kutengeneza jukwaa la kuwa na mijadala na kupush agenda ya masuala ya kidemokrasia katika mataifa yote duniani. Kwa hiyo miongoni mwa wanachama, kama nilivyosema, IDU ina wanachama 84 mpaka juzi ulikuwa na 84 kutoka kwenye mataifa zaidi ya 80 ya dunia. Kwa hiki kinachoitwa IDU ni forum ambayo wanakutana viongozi kujadiliana masuala ya kikatiba, masuala ya kidemokrasia na masuala yote yanayohusu utawala bora, na baadaye kupush ile agenda kwenye mataifa yale ambayo wao wanatoka, na ili dunia iweze kuwa sehemu salama ya kuishi, iwe sehemu ya kidemokrasia. Sasa kwa upande wa Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni miongoni mwa wanachama wa IDU. IDU manake kwamba Chadema ni mwanachama wa umoja wa vyama vya kidemokrasia duniani. Sasa umoja huu una makao yake kule Munich, German. Juzi tumepata taarifa kwamba Tundu Lissu amechaguliwa kuwa kwenye jopo la makamu wenye viti wa IDU. Sasa watu wengi wamekuwa wanajiuliza, kwa nini mtu yuko gerezani lakini ameteuliwa kuwa makamu mwenyekiti, yani kuwepo kwenye jopo la makamu wenye viti wa IDU kwa ukanda wa Afrika Mashariki katika bara la Afrika. Kwanza niseme hii ni ujumbe tosha kwamba wakati Tanzania tunamtambua Lissu, wakati mifumo ya Tanzania inamtambua Lissu kama muhaini, jumuiya za kimataifa zinamtambua kama mpambanaji asiyechoka, mpambanaji wa kweli wa demokrasia. Kwa utaona kwamba mifumo ya utawala wa nchi inasema Lissu ni muhaini, imemkamata, imemweka mahabusu, kesi inaendelea, lakini dunia inamtambua Lissu kama mpigania haki, mpigania demokrasia wa kweli katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika. Manake sasa hapa kuteuliwa kwa Lissu akiwa gerezani ni ujumbe unaotumwa na jumuiya za kimataifa kuwafikishia watawala wa nchi hii ambao wamezoea kufanya dhuluma, kwamba wanachokifanya kimebaki kuwa sahihi machoni kwao wenyewe watawala, lakini sio katika jumuiya za kimataifa. Na watu wanaopenda demokrasia wanafahamu kabisa kwamba Lissu sio muhaini, ila amewekwa, ameshikiliwa ni kwa sababu ya mifumo ya utawala kuogopa kufata kwa demokrasia. Kwa hiyo ni ujumbe wa kwanza ambao uteuzi wa Lissu umethibitisha hilo. Lakini jambo la pili, sisi kama taifa kupata mwenyekiti wa chama cha upinzani kutoka Tanzania kuwa kwenye rank ya juu ya uongozi ya IDU. Kwa sababu tunapozungumzia IDU, ndani kuna chama cha conservative kinachoongoza Uingereza. Tuna chama cha CDU kinachoongoza Ujerumani. Tuna chama cha Republican kinachoongoza Marekani. Kwa vyama hivi vikubwa vya kitaifa, unapopata kiongozi kutoka ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania
kwenda kwenye jukwaa hili la kimataifa la kidemokrasia, manake umeichukua Tanzania, inakwenda sasa kujadiliwa kimataifa. Kwa faida tunayoipata kama taifa, kama ukanda wa Afrika Mashariki na kama Afrika, ni kwamba sasa kwa sisi wa Tanzania agenda ya demokrasia ya nchi yetu sasa inakwenda kujadiliwa kwenye level za kimataifa. Na nikasema kwamba sasa hivi hatutambui kama Lissu ndo amewekwa maabusu. Tunatambua vile vile pia kama moja ya watu kutoka kwenye jopo la makamu wenye viti wa IDU ameshikiliwa kwa kesi ya uhaini. Nafikiri unaelewa hapa kilichobadilika. Kwamba mara ya kwanza tulikuwa tunasema ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amekamatwa, amewekwa maabusu akiendelea kusikiliza kesi ya uhaini. Lakini sasa hivi tunasema makamu mwenyekiti kutoka kwenye jopo la makamu wenye viti wa IDU, International Democratic Union, yuko mahabusu, anaendelea na nini na kusikiliza kesi. Kwa unaona pale sasa mjadala unaenda kukua kwenye medani za kimataifa. Faida ya kukua mjadala kwenye medani ya kimataifa, manake tunaendelea kupata, kama nchi inaendelea kupata mashinikizo kutoka kwenye majukwaa ya kimataifa kuhusiana na swala la demokrasia pamoja na Lissu kuweza kuwekwa maabusu kwa kesi ya uhaini. Hiyo ni faida ya pili. Lakini faida ya tatu ambayo tunaipata sisi kwa Lissu kuteuliwa kuwa kwenye jopo la makamu wenye viti wa IDU ni kwamba inakuja kututhibitishia kwamba mafanikio ya kisiasa hayategemei uhuru wa mwili bali uhuru wa fikra. Leo gereza limeshindwa kumzuia Lissu kuteuliwa kwa makamu mwenyekiti kwenye jopo la makamu wenye viti kule IDU, pamoja na kwamba yuko jela, kwa sababu mapambano yake yanajulikana. Mwaka 2017 kapigwa risasi 16. Leo kakamatwa kapewa kesi ya uhaini. Na kabla hii kesi ya uhaini, katikati hapa Lissu amepitia a sequence of circumstances. Matatizo mengi ameyapitia. Na vile vile kuwa mwanaharakati wa kudai demokrasia katika nchi za kiimla kama Tanzania, nchi zenye mifumo ya kikoloni kama Tanzania, kweli unastahili kuwa kwenye hiyo nafasi. Kwa kitendo cha Lissu kuendelea kusustain kuwa mwanaharakati kwenye nchi ambayo haina demokrasia, nchi ambayo inaamini katika mifumo ya kijamaa, mifumo ya kikoloni, kulitosha kabisa kwamba kumweka Lissu kwenye ile nafasi. Kwa sisi wanasiasa vijana tunajifunza kulingana na hili tukio sasa kwamba kumbe mafanikio ya kisiasa sio tu yanategemea uhuru wa mwili, bali yanategemea vile vile ubora na uhuru wa fikra za mtu katika mapambano. Hilo tunalikubali na tunalipokea, linatupa funzo kama vijana. Lakini mwisho International Democratic Union inaundwa na vyama 84 na mataifa zaidi ya 80, na kuna vyama vingi zaidi ya 80 vile vile zaidi nafikiri. Na most of them, vyama vingi vilivyopo kwenye International Democratic Union, kuna baadhi ya vyama kwenye mataifa yao ni vyama pinzani, na kuna baadhi ya vyama kwenye umoja huu ni vyama tawala. Na sisi kama nchi yetu ni maskini, inategemea misaada kutoka nje, inategemea wahisani, inategemea uhuruma ya kutoka kwenye mataifa ya kigeni ikiwepo Marekani pamoja na Ulaya. Leo miongoni mwa wafadhili wa nchi hii wako kwenye dawati la International Democratic Union, wanakaa kwenye lile dawati, wanapokea taarifa za ukiukwaji wa haki za binadamu Tanzania, wanapokea taarifa za utekaji wa wanaharakati, mauaji ya wanasiasa, kupotea kwa viongozi wa vyama vya upinzani, kuharibiwa kwa uchaguzi na kuharibiwa kwa mifumo yote ya uhuru wa watu. Hii inaleta nini? Maana yale mataifa yanapopata feedback, wanaanza kuamini kumbe hata vile fadhila au ule ufadhili wanaotoa kwa nchi yetu pengine ndio unaofacilitate serikali kupata nguvu kuongeza unyanyasaji na ukandamizaji. Kwa hiyo tunaweza tukaihatarisha nchi yetu kwa maana ya taswira, lakini tunaweza tukaihatarisha nchi yetu kwa maana ya kiuchumi, lakini tukawa kama taifa ambalo nafikiri unafahamu miaka yote tulikuwa tunaitwa kisiwa cha amani. Lakini leo imebadilika nchi yetu, sio kisiwa cha amani tena. Zamani Tanzania ilikuwa ndio sehemu salama ya kuishi katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika. Kwa hiyo leo
nchi yetu inapokuwa inaenda, sifa zake zinakwenda hivi, tafsiri yake kile kisiwa cha amani kimekwisha potea, kimekuwa ni kisiwa cha utekaji, kisiwa cha mauaji, kisiwa cha udikteta. Maana hapo tayari tunafunga milango yote ya uwekezaji kwenye nchi yetu. Lakini mwisho kabisa, kwenye hiki kipengele cha International Democratic Union, ni lazima tujue katika mabara yote duniani, bara ambalo bado linaandamwa na udikteta, uchwala, ulo wa madaraka, ubinafsi ni bara la Afrika. Kwa Lissu kuwepo kwenye jopo la makamu wenye viti wa IDU kwa upande wa Afrika Mashariki na ukanda wa Afrika, kunaweza kukaleta mwanzo mpya wa mapambano mapya ya kidemokrasia katika bara lote la Afrika. Tunashuhudia nchi nyingi zina udikteta. Ukienda hata Rwanda hakuna demokrasia. Burundi hakuna demokrasia. Nchi nyingi za Afrika zinapitia vipindi ambavyo tunapitia Tanzania. Kwa kupata mwakilishi ambaye ni very competent, mtu ambaye ana misimamo isiyoyumba kama Tundu Lissu, tafsiri yake ni kwamba tunaenda kuweka mwanzo mpya wa kidemokrasia katika bara letu la Afrika. Nafikiri niishie hapo kwenye swala la International Democratic Union na uteuzi wa Mheshimiwa Lissu. Labda pengine kabla sasa wote wanaweza kujiuliza, huyu mtu yuko mahabusu, ameteuliwa kuwa kwenye jopo la makamu wenye viti, itakuwaje, atafanyaje kazi? Kwanza nafasi nafikiri wazozipewa hizi ni nafasi za miaka mitatu. Kwa hiyo na bado mapambano yanaendelea kutoka ndani na nje ya nchi ya kuhakikisha kwamba Tundu Lissu anapatiwa haki yake na anaachiwa bila masharti yoyote na utawala wa Samia. Kwa anytime, kwa mashinikizo yaliyopo na jitihada zinazoendelea za kimataifa na kitaifa, tunaamini Lissu atatoka na atarudi kwenye majukumu yake ya kawaida ya kitaifa na ya kimataifa. Sawa.